Naye au vipi yani? Sielewi. Basi na mimi ndo nilijua thamani yako wewe. Si unaelewa? Kwa hiyo sasa mimi dhamira yangu ni ile ile tu. Kwa mimi nahitaji kufanya vitu vikubwa. Vikubwa, yani sio hivi ninavyosukasuka hivi, hivi ya kawaida tu hivi. Nataka nikupigie vitu ni bling kabisa. Yani leo najua kama upo na Mnyamwezi, upo na mtu shababi. Si unanielewa? Hapa manywele utasuka mengi zaidi ya mengi. Si unanielewa vizuri? Nipo na chombe wangu, katoto kazuri, katoto karembo. Kwa nini nisikugalamikie, nisikufanye uwe mwanamke wa kipekee? Mtoto wewe. Hilo najua. Napenda. Wewe ndo mwanamke wangu pekee na kutegemea. Sasa mwingine. Unanimaliza. Sasa kwa na bwana mdogo. Nimekubamba sijakubamba. Mimi huyo? Naomba unisikilize. Mimi nakumudu kivyovyote. Ukisema tuweke pale, sema tujibwage. Zinatoka. Papa zinatoka. Hizi amjangu sikiliza. Hazitoki, si ndio? Nakumudu. Ukisema ukimbie, nikisema kuitia mwizi unapigwa tairi. Sasa kwa kuwa ukutaka kufanya taratibu za kuja nyumbani ukotangaza swala la ndoa, mnataka mkutane vichochoroni, mtengeneze watoto ambao ni wa vichochoro, mjasiku tuzalie vibaka, tuzalie watoto ambao hata hawajui dini. Hajui mtakabali ya dini nini, hajui manini maana ya malezi, mnakaa uchochoroni. Sasa kuanzia hivi sasa uko chini yangu. Nacho kiamua ndo unachokifuata. Si utaki kufuata taratibu? Sasa mzee. Tondoke. Naomba tondoke. Ndio. Wewe unanijua. Nakwambia unifuate. Muone. Mbona nisikufuate? Nisikufuate. Naomba nisikufuate. Sikiza. Nimetoka kwa nje kwa mimi na kumudu mzee wangu. Nini? Kimya. Baba, mbona unatupeleka store? Bwana. Anyesi mnaenda kutoa chuma ndani. Mbona unatupeleka ndani? Huku. Kama mmoja. Sasa si mabingwa kwa vichochoroni. Nisikilize. Nitakupiga ndanga. Baba. Kama unakufungia wangu, onyesha kwamba watu unapotaka kwamba tangaza ndoa zipo. Nani? Sasa mambo kijinga. Wewe unataka kuoa, pata taratibu. Kama chochoroni huko si ndio mwanzo kuleta mimba za ajabu hapa. Mama yako amefariki, hayo unabeba mimba nani anatunza? Taratibu ni ule. Viongo nakutana nao ndo mazingira naenda. Wezi lisiwe la kuchukuliana muda. Maamuzi ndio yanahitajika, maamuzi ya kiutu uzima. Nani kuleni hangaiki na wewe unaleta mtu mwingine nani? Hangaiki ni kaeka namna. Asalamu alaykum. Shehe wangu tukio kama la juzi, bado la moto. Sasa hili si mahala pengine, bali ni nyumbani kwangu, hapa nyumbani. Kaka, kama dini inavyoagiza, likiwa la moto liwe hilo, likiwa la moto. Nakusubiri. Kama kunguru kwangu anisumbui. Fasa kaka. Naam shauri. Karibu sana. Heri. Sasa jambo
kama ulivyoliona ile la juzi la mtoto wanangwanda hii. Naam. Ulivyopigisha ndoa na ndio jinsi tukio lilivyotokea. Tumekubaliana wazee. Watoto wasiharibu mitao, sibebe mimba ambazo hazina, wafunge ndoa. Sasa nimetoka lile. Nikasema siwezi kukaa shehe wangu, aje tuweke sawa. Sawa. Mimi nadhani sina tatizo. Sasa hilo limetokea kwa nani? Kwa mwanangu. Huyu Mona? Yaani Mona nimemkuta kichochoroni, amebananishwa na zaidi ya mara 2 mara 3. Nitamwambia Mona kama unataka kuolewa, leta mtu. Sasa nimekuta kuwa puzi jinsi walivyo, nimewafungia stop hapa. Shehe wangu, ipite. Sawa. Mimi ndo baba yake. Ipite. Na huyu kijana unamfahamu? Simjui. Siko na niosho wangu. Mimi sitaki kujua kama yeye mradi akamchagua ni kijana ni mwizi ni nani, mimi sitaki kujua. Mradi kamchagua yeye kuliko aniletee mimba za uchochoroni. Sawa. Sasa mimi nadhani tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Mimi nadhani mlete huyo kijana. Ipite. Hili swala. Ninachokupenda shehe wangu. Yaani upo kwenye maamuzi sahihi. Ongekuwa watu wengine. Ingekuwa ni swala kwanza kuulizana. Naam shehe. Simete kijana. Naam ndio mkeka upige na mimi tena. Mbona unajichanganya? Kanichanganya kijana. Kanichanganya. Changamka bwana wake nimeshapigwa simu na ndoa za mpira kama 3. Ameisha wangu nikwambia kitu kimoja. Hawa vijana wengi taratibu za ndoa hawazijui. Taratibu za imani sawa. Kwa hiyo anachokiamini yeye pengine anakuoa wewe. Lakini hajui kwamba wewe umesimama badala ya mwanae. Nisikilize shehe wangu. Nakuheshimu sana. Naam. Au taratibu za vichochoroni nazijua, taratibu za kubeba mimba ambazo hazina utaratibu wanazijua, taratibu za nini? Nisikilize bwana mkubwa. Unajifanya yeye muuni. Mkwe. Nakuita mkwe. Utajokuwa bila meno. Sababu nitakuja kupiga ndosi umeze meno yote. Shehe wangu. Unaoa bila meno. Shehe wangu. Oho. Tulimalize. Awe msalabu huyu. Sawa, tulimalize. Anamuona nani? Shikani mkono. Changamka, hatuna muda sheni mwenyewe nimfanye kumuomba. Naam. Sema nimekubali kumuoa. Sema nimekubali kumuoa. Kubali kumuoa. Bi Mona. Mona tena? Bi Mona. Sema Bi Mona. Bi Mona yeye kwa wapi sasa hapa, mbona mimi sielewi? Utapigwa hapa. Hii inatumika ustaarabu. Umeelewa vizuri? Mimi nina shughuli nyingi sasa hivi. Nina ndoa karibu 3 nataka nikafungishe. Sasa umeelewa vizuri? Mimi sielewi. Huyu Mona yuko wapi hapa sasa? Nimetoka kukuelekeza sasa hivi. Unaoa. Sawa, huyu amesimama badala ya binti yake. Kwa hiyo sasa unaondoka naye au vipi yani? Sielewi. Basi nawa. Shehe wangu. Naam. Mimi nadhani ndoa imepita kwa amani na upendo kabisa. Naam. Bila purukushani za aina yote na kijana amekubali kwa hiari yake. Kwa moyo safi. Kwa moyo safi. Na nadhani ndoa hii ameifurahia. Kapata funzo kwa kwenye ndoa na nadhani kupitia hili swala ndio linalohitajika. Hawataishi kiuni kama mwanzo. Nadhani atakuwa amepata funzo ya kuishi na mwenzake na maisha mengine kuendelea. Bwana nikushukuru. Basi mimi nashukuru sana. Nashukuru, nadhani kijana atakuheshimu nadhani. Sawa. Haya. Basi mimi kijana mimi nikuache. Ndo maisha. Ndo wakati mwingine ni. Basi mimi acha nikanani? Na ndo nyingine kama 2 3. Nashukuru sana shehe wangu. Changamka kijana, atoke changamka. Kika wangu mdogo. Naam shehe wangu. Nashukuru sana. Wazoezi limekuwa kidogo jepesi. Mimi nadhani wacha nikukimbie. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi tutaonana tena. Inshallah. Mimi bwana nina ndoa karibuni 2 au 3. Sawa. Nina sehemu nyingine kwa hiyo nataka niwahi haraka niende katika hizo ndoa nikamalizie. Shangu unaziweza. Unaweza kuna ndoa inaweza kukushinda. Naam. Kwa hali yoyote. Na ndio maana kuchagua wewe. Naam. Basi inshallah shehe. Kijana kaa kwa utulivu. Sawa. Naam. Sawa. Inshallah. Sasa nisikize kijana wangu. Nilichokuwa nakitaka mimi ni hiki. Sikutaka muwe watu wa vichochoroni. Kwa vichochoroni wewe namuona mnapokuwa shikana mnakutana ile ni dhina. Na dhina imekatazwa, huko ni kuzini. Lakini hii ndio sasa ndoa halali. Ndoa ambayo imepitishwa na shehe, ingawa ni ya mkeka lakini imebarikiwa na mimi ndo babake mzazi. Ushanielewa? Sasa kama iko hivyo, kwa sasa hivi ni ruksa kumchukua mkeo mkaenda mkaanzisha maisha yenu, na hata kama nikiwakuta tayari si mtu na wala hake, bali ni mtu na mke wake. Wana mama mko kihalali. Chukua funguka mfungulie mwenzako, hata kuondoka sitaki hata shilingi yako. Kanisieni maisha. Lakini mzee wangu
Mimi kwanza niseme nashukuru sana. Usijali. Nashukuru sana kwa sababu umenitoa katika njia ambayo isiyokuwa sahihi, umenileta katika njia sahihi. Hilo kwanza nikushukuru sana mzee wangu. Lakini kitu kingine, mimi ni mtu wa kiume, lazima niwe mkweli. Sio, unaelewa mzee wangu? Lazima niwe mkweli katika hili. Sawa. Na wewe ushakuwa kama baba yangu. Sio kama mimi baba yako. Yaani akitoka muona, umefuata wewe. Yaani sio kama sasa. Kwa sasa hivi ni mimi na mtoto wa kiume na mtoto wa kike, yaani baba yako. Sio kama tena. Kwa hiyo sasa ninachotaka kusema mimi kitu kimoja mzee wangu. Mimi unavyoniona hapa. Hata kipindi ambacho nilikuwa narukaruka na mwanao hivi. Mimi nitafuta, sina maisha yoyote mzee wangu. Umeona bwana? Sio wote wanaanza na maisha. Sio wote wanaanza maisha. Wewe pale unapoishi, unapokaa, ndio hapo uende ukakae na Mona. Yaani sio lazima uwe na mali, uwe na gari, uwe na nyumba na nini. Mimi na mamake Mona tumeanzia chini sana. Hata tumeanza kwenye chumba kimoja. Sio hii nyumba sasa hivi ni nyumba 6, 7, 8. Mpaka nakufika sehemu na wafungia store ya kuwekea vyombo. Nilitaka niwakomeshe kwamba mjue uchungu wa maisha. Sasa mzee wangu, wewe unaona store ile? Unaona ile store ile? Mimi kwangu kile chumba. Mimi sina sehemu ya kuishi. Vipi mzee? Kuna tatizo? Wewe ulioni hilo? Yaani mke nimekupa na chumba una, store yenyewe unaisifia kwa kiasi hichi. Yaani kijua siombe hata shazipitishe. Hapo jana mbona mnakuwa wauni sana, nyinyi mbona mnakuwa majambazi sio beba silaha? Yaani kauchebe kamekolea kabisa nazi. Haya makorokoro yote naona kama na magari haya wewe kama wanaume. Mwanangu kapata mume kama kapata goroka. Chumba una danki tu. Sasa nisikilize. Mimi naongea kiume. Shanio. Na ningelijua hiyo toka hawali hata shenzi ingeforce ndoa singetumia nguvu kubwa kiasi hichi. Sasa kikubwa mimi nakupa siku 3 kajitafute, kaeza kamwage zege, kafanya unachokifanya kwa mbebe mkeo. Kwa sasa huyo ni mkeo. Store nakwambia mimi hiyo kama store mimi mwenyewe nataka muda wote ngaitengeneze ngapangishe kile chumba kile. Sasa usije ukakaa mle ukajisi kwamba ndo tayari umefika. Kajitafuta ukambebe mkao mkatafuta maisha mengine. Usije changanye bwana. Nashukuru sana mzee wangu. Unashukuru nini? Mimi nashukuru sana. Hii weje. Mke nikupe, chumba nikupe, hapo niambia unashukuru. Unashukuru nini bwana? Namkamata kuku. Chachi. Mama sikide Mona. Mimi lengo langu kama baba yako. Lengo la wewe na wewe na jamaa yako. Mpaka na wakamata mchochoroni na waleta hapa. Sasa hivi si tunatafuta mwezi, si tunatafuta wiki 2, si wiki 3, hata sikumbuki vizuri. Mko humo ndani hakuna cha kujishughulisha. Na kaona kale ka jamaa kako kale shika Somali. Sasa kenyewe kija kwenda mwingine na kakachukulia hata vibali. Nikaona sio Tanzania. Wewe Mtanzania gani anaweza kakaa ndani mstoo hata anaongeza madumu. Hiyo ongeza roho mbaya ili niwabane muondoke ingine baada ya mshtuki. Wewe mwenyewe mwanangu kulea kote kutafuta mwenda 2 3 angalau basi haya kusoma kumekushinda mazingira yamekushinda. Hata ndoa na yenyewe inakushinda unaolewa kwangu tena unaolewa store. Ndoa yenyewe nimeipitisha mimi angalau ujiongezi jamani. Lakini baba. Nadhani ungetupa muda kidogo. Muda upi? Muda ambao mko nao muda kama au mtu ambaye anajua mtu wa aibu. Kwanza kaangekuwa jamani ni mhangaikaji au mtu wa kujishughulisha. Ukweni. Unaishi ukweni kwa babako mkwe. Anakupa chumba, tena sio chumba, anakupa store na madumu yake na kila kitu. Angalau ujishtukie wewe sasa. Hata wewe mwenyewe sio unafikiri mwanangu lala mimi napenda. Ukuwa na chumba nyumba kubwa yote. Nimekufungia na kale ka jamaa angalau mchongeze jamani. Unakuaje unaona? Mbona uniangusha? Mama yako kipindi kile yupo hai hapa mbona mazingira yakuwa hivi? Lakini baba, yule mtu alishakuomba kwamba utupe muda kidogo. Angalau siku 2, siku 3, hata wiki 2 sio mbaya. Wiki 2 tena mwezi sasa. Kwa sababu baba hata yani ukisema saa hizi tuondoke, tunaenda wapi? Mimi mwanao nitaenda kuteseka huko. Basi yani ungetupa hata muda kidogo. Yani walau baba tupate hata pa kukaa. Wewe unanipiga siasa. Mbona unanipiga siasa? Haya. Wewe unanipiga siasa. Ungekuwa unajua kwamba una utaratibu fulani ambao unajua unajipanga. Nikasema leo kesho kute. Haya. Wewe sema mzee. Shauri. Asante. Tangu sasa. Sasa vipi? Kama kabisa. Kwani?
Ana umetulia hapa mzee. Karibu. Sasa unaona? Basi tungetupisha kidogo na mazungumzo kidogo na mzee. Sawa. Ya kama sasa jua kali. Kwa zururaji jua linawaka. Watu wanaozurura wanazunguka zunguka kama sungura wamekata vichwa, lazima jua liwake. Lakini watu ambao wana mipango huwezi kuona anamikia jua. Ila kwa watu wanapiga pia misele tu. Lazima jua ulione mwanangu. Lazima liwake. Ni kweli ninachosema mzee. Kweli kabisa. Sasa baba, mimi bwana kaongea kwangu huko. Nimefanikiwa kupata kibarua. Sasa nasikiza nikwambie kitu. Kama umepata kazi, jitahidi sana, fanya chini juu hapo wame. Mimi sasa hivi sikufichi, sio mambo ya ukwe nini, sasa hivi sitaki tena mtoa aibu. Sitaki kujali. Hapo fanya uame. Mimi maana nilikuweka pale toka siku ya kwanza. Hicho chumba nakitaka hata nichukue hata mkeo alikuwa anamwambia hapa muone aibu. Mimi najaza madumu, najaza manini angalau umuone namna gani mtoto wa kiume. Kama umepata kazi, waambie hata kabla hata ya mshahara wa kulipa hela yako, kabla ya nani ya siku ya mshahara. Mwanzo na kulipa hela zako ili ukapange. Toka bwana, acheni chumba changu bwana. Mimi mna roho ngumu kweli kweli. Mzee mimi nimekuelewa vizuri sawa unachozungumza. Na wala haina shida. Yaani kitu mambo yote yatakaa sawa kabisa. Mambo yote yatakaa sawa. Ila sasa kuna changamoto moja. Changamoto tena? Changamoto hiyo mzee wangu, unajua pale kule nilipopata kazi kule kiwandani kule. Unajua kule mzee wangu kuna umbali kidogo. Kwa hiyo sasa ningepata hivi ungeniskoti walau 6,500 hivi. Nafanya kama nauli. Ngoja kwanza nani? Ngoja tena taratibu kwanza bwana. Tena taratibu. Nani sasa? Si wewe mzee wangu? 5,000 tu au 6 tu. Hichi kibao hichi nichanganye, hichi kibao nichanganya. Chumba nimekipa, mke nimekipa, keki nimekipa hapo hadi nipigie virungu vya pata pale. Yaani sasa nitoe nini tena? Jamani, kuna sikia tu jamani wana vijini hivi vya chuma ulete sasa chuma ulete nimejiletea mimi mwenyewe. Bwana ningekuachaga huko chochoroni huko kuna mwanangu kajua mnadanga dangaji. Sasa sikiza bwana. Usipoteze muda. Ndio. Mimi kwa sababu nyinyi mmeshanishiba. Yaani nishawachoka. Ushanielewa? Kwa sababu si FC na sio ngapi hapa. Nipe buku. Kwa nini nataka kukushushia, jitahidi utembee kwa miguu mtu wa kiume. Ushanielewa? Hapa mzee wangu umecheza kama Pele. Unacheza kama Pele. Tena shika na hili buku ili usilete sababu. Pata kazi, ama nyumbani, tafuta maisha mengine. Mimi nishachoka. Hapa umetisha mzee. Hakuna umetisha. Yaani hiyo hela nimeitoa. Sijaitoa kilo safi. Nimetoa kishingo upande. Yaani nimejiletea dhahama nyumbani. Fanya muame bwana. Sawa mzee. Sikize. Kama nikupa kama moyoni nimefunguka. Sijapenda. Fanya bwana. Siku wananiosha wangu. Kwa hiyo lengo langu si kutaka kuwafukuza kama unavyoniambia ni nani. Lakini wamenishinda. Kiasi kama bwana mdogo kula kwangu, chumba nimempa, mke nimempa, yaani majukumu yote sasa amenilemea. Yaani mimi muona yule kumlea mimi kama babake single father. Wanaona single mother wanajitahidi pa mimi ni single father. Sikutaka niingize interruption yoyote katikati hapa. Niite mama kodogo mama nini mchanganye mtoto. Umeshanipata? Nitaka awe na akili timamu, shule imemshinda basi apata hata mme bora. Hata shehe wangu sitaki mambo yao mengi. Lengo langu ni ombi kwako. Twende. Tuondoke mimi na wewe. Tukavunje ndoa ya wale watoto. Kuna mambo mawili. Aidha wao waondoke na mtu wake kama anapendana sana au bwana mdogo aondoke aniachie binti yangu. Mimi siwezi. Sababu unachikovichi kikitenga hata chakula bwana mdogo hata kakaweka kaugari pale kama kawaida alikuwa ananiandalia mwana babake nini anajua kiasi changu kiasi kile mimi niko tonge la pili kale bwana kanaondoka yani mimi niko tonge la pili kenyeka na matonge 6 kembamba lakini kanapiga findo kanafinya hizo kama mimi nakuwa na subira naona namna gani sasa nimechoka hivi naona mpaka mimi nikokota wewe kananipiga virungu mara 2,000 mara 3,000 mara ngapi si ni karevi yani sinashinda ukaelewa yani ila sielewi yani nimempe mke nimpe binti yangu nimpe chakula changu kanipige mimi virungu yani mtu wa design gani lengo langu muwezesha pale ajiongeze aondoke toka nimetaka cheti tumefunga ndoa mpaka leo iko pale sasa ni kuombe tuvunje ile ndoa iza mona abaki yeye atafute pa kuelekea
au kama Mona anampenda sana waondoke wote, wanibaki waniache Pecharoni. Big Aaron my friend. Mimi ishe wangu nimekuelewa vizuri sana ulichokiongea. Nimeelewa yote ambayo wewe umeyazungumza. Lakini mimi nataka nikwambie kitu kimoja usichokijua kaka. Ndoa siku zote ni jambo la heri. Yaani kile ambacho umekifanya wewe umefanya jambo la heri. Kitendo cha kumkamata yule kijana na binti yako, ukaniita mimi shehe, ukaniambia wana wafungishe ndoa, tafsiri yake wewe kuna jambo uliliona. Lakini pia ulitaka heri kutaka dhina. Ndicho ulichokifanya. Sasa hakuna shehe yoyote ambaye anafungisha ndoa alafu baadaye shehe huyo aende akaivunje ndoa hiyo. Hayupo. Lile jambo limekuwa ni kama mpango wa Mwenyezi Mungu. Ndio lilikuwa. Sasa kama utasema kwamba mimi eti nilifungisha ndoa alafu baadaye nikaivunja, maana yake nitakuwa namkosea Mwenyezi Mungu. Hilo jambo binafsi yangu sitaliweza. Lakini pia wewe ulichokisimamia umeusimamia mpango wa Mwenyezi Mungu. Ukisema sasa kama baba eti nikavunje ndoa, maana yake wewe umesimama upande wa shetani. Ndicho ulichokifanya. Na kitu usichokijua, wewe kama baba huna uwezo wa kuivunja ile ndoa ya binti yako. Na kama utatumia figisu eti nafasi yako ya ubaba kwa sababu yule ni binti yako uivunje ile ndoa, maana yake wewe utakuwa umesimama nafasi ya shetani. Na hiko sio kitu kizuri. Mimi nikuombe tu ndugu yangu, kama ulifanya maamuzi hayo basi usimame hivyo hivyo. Na kitu ambacho ukijui kaka yangu, katika haya maisha tunayoishi katika hii Tanzania na nchi nyingine, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kufilisika kwa sababu ya kula. Wewe hata uwe maskini vipi huwezi kufilisika kwa sababu ya kula. Iwe wewe kumpatia riziki mtu mwingine au mtu mwingine kukupatia riziki wewe. Ila unapotoa kidogo ulichokuwa nacho, maana yake pale Mungu anakuongezea baraka wewe. Kwa hiyo riziki si jambo baya. Huyo kijana kukaa kula kwako wewe ni baba yake tayari. Hajafanya jambo baya. Mimi kama muungwana nikwambie tu, unachotakiwa sasa hivi kukifanya wewe ni kusubiri. Maana katika hii dunia kuna subira za aina mbili. Kuna kusubiri katika heri na kusubiri katika shari. Lakini mimi nikuombe subira yako hiyo katika heri. Yaani wewe usubiri katika heri, muombe yule afanikiwe ili aweze kuondoka katika heri pale nyumbani kwako. Isionekane kama wewe ni baba mpumbavu ambao hataki watoto wako unataka uwatimulie waende huko. Kwa sababu ninachokiona sasa hivi, wewe umeingia na nafsi fulani hivi mbaya ya kishetani. Yaani umjali yule ni binti yako unataka aende huko hata kama atapata matatizo. Usiwe baba wa hivyo. Maana hapa Tanzania nishaona baadhi ya wazazi mtoto wake kwa sababu amepata ujauzito anaamua kumtimua aende akapate matatizo huko. Wakati ile mimba iliyoingia pale ule ni mpango wa Mungu, sio mpango wa binadamu. Ngoja hapo shehe. Kasababisha nani sasa mimba katika ule mpango sasa? Tuje kwenye mpango wa mimba. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Aliyoweka huo mpango wa mimba huo. Uzao wote uliopo katika hii dunia ni mpango wa Mungu. Kwa sababu hata vitabu vya imani vilisema zaeni mkaongezeke mkaujaze ulimwengu. Baadhi ya vitabu vya imani. Na kitendo cha kuzaa ule ni uumbaji. Kwa hiyo sasa wewe mtoto wako ukapata mimba kwa baraka za Mungu. Mungu ameona kwamba huyu ni binti. Naongeza dunia kupitia yeye. Wewe tena unasema katoe mimba au ondoka kwa puu yangu. Maana yake unapingana na Mwenyezi Mungu. Shehe nimekuelewa na ndio maana watu wa imani nabaki nyinyi mna imani kubwa sana. Sisi ambao tuna imani ndogo tunatakiwa sana kuombewa. Kwa mfano hapo umeleta mfano mzuri sana kwenye upande wa shetani. Unakuta watu wengi wanakaa upande wa shetani sababu ndio mwingine kuna vitu vingine vinakusababisha uwe na roho mbaya. Kuna matokeo yanatokea naona una roho mbaya. Lakini shehe umezungumza kwenye mfano mdogo tugusie kidogo mpango wa mimba. Ungekutana vijana wanavyopanga mipango ya kupelekana kwenye mimba. Ungeona hapa Mungu hayupo. Vijana kaka wanatongozana. Wanapelekana gesti. Yote ni mipango. Yaani siangalia kama Mungu hapo katikati hapa anashirikije wanauniana chipsi. Kaka wanalipia gesti. Kaka wanaingia chumbani. Wanachochora. Yaani inamaanisha kwamba anabaki kama alivyo. Kaka bado hapo shehe kuna mpango wa Mungu katikati hapo. Movement zote hizi. Yaani tuliache. Sisi ambao tuna imani ndogo nabii mtuombee sana. Sababu nyinyi ambao mnakisema katika harakati tunabidi tuombewe sana. Sasa mimi swala langu hili. Kaka, wewe unasema kula riziki mtu hawezi kufilisika. Mimi niko nakula robo.
Dogo akikata matonge 4 5 mimi sikuficha nafsi yangu inakunjika sababu udogo anachia matonge 2. Mimi nabugia maji. Au bado nimbaki tu niseme kweli. Tuachane na hilo. Kananipiga kirungu katika bwana mdogo. Mimi kachange sina kwa sababu ana mwanangu. Sasa shehe, acha nivute subira ulioniambia wewe. Lakini niombewe. Sijui kama nitaweza. Sijui. Lakini kama itatokea utanisikia. Naweza nikawatimua. Yaani nafsi ikikataa wewe niombe. Lakini ikikataa naweza nikawatimua. Shehe wangu, wewe endelea kusubiri shehe. Niombe. Mwenyezi Mungu atakupa moyo wa ihsani. Basi kila kitu kitaenda sawa. Kweli? Basi sawa shehe wangu. Inshallah. Haya inshallah shehe. Shehe. Naam shehe. Niombe sidhani kama nitaweza. Inshallah shehe, Mungu atakujalia. Mtu anakula kwako na lala na binti yako atoe shilingi 5. Alafu ananiambia na subira. Niombe. Unajua mke wangu? Haya maisha ni matamu sana. Unajua sikutegemea kabisa kama ningepata maisha ya raha kama hivi, maisha ya kujiachia, kujinafasi kama hivi. Umeona Wewe utapata wapi sehemu unakaa bure, unakula bure, sawa hela unapewa. Umeona vitu vyote unafanya relax kama hivi. Niona bwana unapiga vitu yani amazing sana. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Ndio. Hivi unaonaje huu mjengo wote? Vyumba vya nyuma kwetu tukapangisha. Kala kodi. Yaani tukawa tunapata sisi hizo hela afu mzee taifisha. Unajua mzee wako alombaya yule kanipa F6 yake. Ananiambia tu mimi hela nakupa tu sio kama nimependa, moyo nimechukia. Kanipa kwa kinyongo F6 yake hiyo alonipa. Mwanangu umeongea. Sawa. Niko pamoja na yeye. Babangu mimi namfahamu, ana roho mbaya sana. Mwenyewe ni hata sitamani. Kwa hiyo mimi najua nini cha kufanya. Hapo ndipo ninapokupendea mimi, hapo tu kwa sababu unanisikiliza. Sasa sikiliza. Huyu lazima tumfanye kitu ambacho hata kuja kusahau, tumtaifishe kabisa ili tumiliki mjengo huu, relax mke wangu. Nishakwambia mimi najua cha kufanya. Yaani huyu asumbui, sisi tutabaki hapa, tutaendelea kukaa hapa. Yes anabwabwaje ondokeni, hatuondoki. Unaelewa Najua cha kufanya. Mimi mtamwekea sumu, utaamini. Safi, hiyo nzuri hiyo. Hiyo mtu wangu mzuri safi sana hiyo. Ukishamwekea sumu yule, kinafanya tukafanya pale. Yaani ndio hivyo. Hata wewe. Yaani wewe mnapanga mimi na mshamba panga ule wewe. Mambo